This is your friend, Pastor Destiny Isaac Bondi from Generational Impact Church Boom, welcoming you to Kingdom Mindset Program, a program set of God for such a time like now. I promise you God will minister to you, will touch your mind, will touch your spirit, and will touch your mortal body. You can never remain the same again. My message today will be about putting confidence in God. My message today will be about, I'll be speaking to us about putting confidence in God. The book of Hebrews, chapter 10, verse 5. The book of Hebrews, chapter 10, verse 5. Cast not away therefore your confidence. Cast not away your confidence, which hath great recompense of reward. Which has great recompense of reward. The Bible says that we should not cast away our confidence in God, for it has great recompense. New King James Version says, let us not throw away our confidence, for it will be richly rewarded. It has a great reward. God wants to reward you. God wants to give you rewards. But the rewards that God wants to place in your hands and to deposit in your life will be determined by the confidence you are put in God. When I was speaking about confidence in God, it means the aspect of having boldness in God, believing God for who He is, trusting God for who He is, believing God for who He is. I read the way one man of God saying that God said it and believe it, that settles it. If God has said it and believe it, it has settled it. Now, confidence is a state of being certain that a chosen course of action that you have taken is the most effective. It is being confident that the certain course of action that you have taken is the most effective and the most right one. Ni kuamini ya kwamba ile hatua ambayo umechukua ndio ile hatua ambayo ni sawa na ndio ile hatua ambayo ni bora kuliko hatua zingine. Hebrews chapter 10 verse 25, Bible inasema ya kwamba usitupe ujasiri wako, usitupe imani yako, usitupe matumaini yako ambayo umeyaweka kwa Mungu. Kuna watu wengi wametupa imani yao, kuna watu wengi wametupa matumaini yao, kuna watu wameondoa ujasiri wao kwa Mungu wakati kama huu. Ningekuja kukuambia ya kwamba ujasiri wako kwa Mungu unao matunda makubwa, kunao makubwa Mungu atakufanyia kwa sababu ya kuweka imani yako, kuweka matumaini yako na kuweka ujasiri wako katika Mungu. So instead of throwing away your confidence, embrace your confidence in God. Tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Acts chapter 4 verse 13, tunaona watu ambao waliweza kuweka imani yao, wakaweka ujasiri wao na wakaweka uondari wao katika Mungu. The book of Acts chapter 4 verse 13. Now when they saw the boldness of Peter and John, tazama walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, and perceived that they were unlearned and ignorant men, na wakajua ya kwamba ni watu ambao hawajasoma na ni watu ambao ni wa kawaida, they marveled, wakastaajabu, and they took knowledge of them, na wakatazamia kwa umakini, wakaona that they had been with Jesus. Walikuwa pamoja na Yesu. Kitu ambacho kitaonyesha ya kwamba wewe uko katika upande wa Mungu, wewe ni muumini, wewe ni mwana wa Mungu, ni vile ambavyo una ujasiri katika Mungu. Ni vile ambavyo umeweka ujasiri, umeweka imani yako, umeweka matumaini yako katika Mungu. Biblia inasema ya kwamba wakati walipoangalia na wakatazama Petro na Yohana, wakaona ni watu ambao hawajasoma, wakaona ya kwamba ni watu wa kawaida, lakini wakaona ujasiri waliokuwa nao,
wakasema na kwa hakika hawa watu walikuwa wako pamoja na Yesu. Ulimwengu utaona ujasiri wetu, ulimwengu utaona imani yetu, ujasiri utaona Mungu ambaye tumembeba, kulingana na vile ambavyo tuko na ujasiri katika imani na Mungu wetu. Tusiongee vile ulimwengu unavyoongea. Ulimwengu ukiongea mauti, sisi tuwaongea uzima. Ulimwengu ukisema tuafika mwisho, sisi tutasema ni mwanzo mpya. Ulimwengu ukisema ya kwamba hakuna matumaini, sisi tunasema ndio Mungu ataanza kufanya ufufuo. Kwa nini tuweke ujasiri wetu kwa Mungu? Now the book of Hebrews chapter 4 verse 16, kitabu cha Waebrania sura ya 4 kifungu cha 16. Kumbuka ujumbe wangu ni putting confidence in God. Is putting confidence in God. Kumbuka tunasema this is kingdom mindset program. Hii ni program ambayo Mungu ameituma wakati kama huu, ambao tutaweza kubadilisha mawazo yetu ili kama tuweza kutazamia na kuona vile ambavyo Mungu anaona. Ukitazama situation, ukitazama circumstance, ukitazama ile hali ambayo unaipitia, au ioni kama wanadamu wa kawaida, au ulimwengu kuioni kama walimwengu wengine, unaiona jinsi Mungu anavyoiona. Kama Mungu hajasema, basi iko hivyo. Ile ripoti utakayoamini ni ripoti ya nani? So confidence in God. Hebrews chapter 4 verse 16. Waebrania sura ya 4 kifungu cha 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Na kwa hivyo tukuje kwa ujasiri katika enzi ya neema, that we may obtain mercy, ili ya kwamba tutapokea rehema and find grace to help in time of need. Na tukapokea rehema na tukapate neema katika wakati wa mahitaji yetu. Maandiko amesema tukuje kwa ujasiri katika enzi ya Mungu, ili ya kwamba tutapokea msaada wakati wa mahitaji yetu. Kuna wakati mwingi ambao tunakuwa na mahitaji, kuna wakati mwingine ambao tunapitia hali na tunataka Mungu atusaidie. Mimi nasema njia ya kukuja katika enzi ya Mungu ni kuja kwa ujasiri, ili ya kwamba tutapokea msaada. Unaniambia mchungaji Pastor Destiny Isaac Mundi, ninahitaji msaada wa Mungu. Njia ya rahisi ya kupokea msaada kwa Mungu ni kuonyesha ya kwamba unamwamini Mungu, ni kuweka imani yako kwa Mungu. Nimesema wakati na mwingine, shinda ambayo tuko nayo katika kizazi hiki katika kanisa ni ya kwamba we have many unbelieving believers. Tuko na waumini wengi ambao hawaamini. Nataka kukuuliza uko upande gani? Wewe ni muumini anayeamini ama wewe ni muumini asiyeamini? Ningetaka ukatoke upande wa kutoamini ukajiunge na wale ambao wanaamini. Nataka kukupatia ni sababu chache ambazo unapaswa kuwa ujasiri kwa Mungu. Now the book of Psalms chapter 121 from verse 1. The book of Psalms from chapter 121 from verse 1. Why should we put confidence in God? Number 1, Psalms 121 from verse 1. The reason why we should put confidence in God, number 1, I hope you are notebook, you are writing this somewhere. This is a message sent for you for such a time like now. Tuweke ujasiri wetu kwa Mungu na hakuna kitu ambacho kitatuweka chini. Psalms chapter 121 verse 1. I will lift up mine eyes unto the hills. Nitainua macho yangu nitazame milima. From whence cometh my help? Msaada wangu utatoka wapi? Let us move on. My help cometh from the Lord. Msaada wangu watoka kwa Mungu, which made heaven and earth. Aliyeumba mbingu na nchi. Wakati wa nyakati za kale walipotaka kujenga mahali pa ulinzi, walikuwa wanajenga juu ya milima. Juu ya milima kulikuwa na majeshi, juu ya milima kulikuwa na nyumba za kujificha. So Daudi anasema hivi, mimi nainua macho yangu natazama milima, msaada wangu watoka wapi? Daudi anajibu na kusema ya kwamba msaada wangu unatoka kwa Mungu, muumba wa mbingu na nchi. Nataka kukuambia hivi, sababu ya kwanza ya kuweka ujasiri wetu kwa Mungu ni ya kwamba Mungu ndiye msaada wa kweli. God is the surest help. God is the surest help. Anasema, na ngoja nikwambie hivi, until you are helped of God, you are not helped at all. Mpaka usaidiwe na Mungu, bado hujasaidika. Msaada wa wanadamu ni wa muda mfupi. Msaada wa ndugu, kaka, msaada wa wazazi, nephews, aunties, uncles ni wakati mfupi. Lakini msaada wa Mungu ndio msaada wa kweli na msaada wa kudumu. Number 2, why should you put confidence in God? Let us move on reading. He will not suffer thy foot to be moved. Ataachilia mguu wako usongeshwe. He that keepeth thee will not slumber. Yule ambaye anakulinda hatazinzia.
Na ukienda hapo chini nasema ya kwamba na anayechunga Israeli hataweza kulala. Now, what a great God that we have. Number 2 reason you should put confidence in God is that your protector does not sleep nor slumber. Yule ambaye anakulinda hatalala na hatasinzia. Yule ambaye anakulinda, maandiko yanasema hatalala na hatasinzia. Wow. Number 3, let us move on into our reading. The Lord is thy keeper. The Lord is thy keeper. Mungu ndiye mlinzi wako. The Lord is thy shade upon the right hand. Mungu ndiye uvuli wako katika mkono wa kulia. The sun shall not smite thee by day, Jua haitakugonga mchana, nor the moon by night. na wala mwezi hautakugonga usiku. Now, number 3, why should you put confidence in God? You are covered 24/7. This is more than CCTV. This is more than surveillance cameras. You are covered 24/7. You are covered. Biblia inasema hautaguzwa na jua mchana na hata mwezi hautakupata usiku. Now, number 1 reason you should put confidence in God is that God is our surest help. Number 2, our protector does not sleep and slumber. Number 3, why you should put confidence in God is that God has covered us 24/7. Number 3, why should we put confidence in God? Let us move on with our reading. The Lord shall preserve thee from all evil. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Number 4, why you should put confidence in God? God shall preserve you from all evil. Other people may die. Other people may be attacked. Other people may come down, but you are exempted of God. Bible says that He will keep you. He shall exempt you from all evil. That is why you should put confidence in God. This is why one of the biggest reasons you should put confidence in God now is that God will exempt you from all evils. Number 5, let us move on with our reading. I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. let us go into the house of the Lord. Wow, 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 wow. David says, I was glad when they told me, let us go to the house of God. Why was I glad? It's because I knew the 4 things that I've spoken about. I knew, number 1, that God is my surest help. Number 2, I knew my protector does not sleep nor slumber. Number 3, I knew I am covered 24/7. And number 4, I knew one powerful thing. Number 4, I knew that my keeper, I knew my keeper is always there with me. I knew my keeper is always there with me. I want us to read the last verse again. I want to repeat that one again so that it may sink deep in our hearts. The last verse, Psalms chapter 121. We shall read it at our own time. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth, And even forevermore. and even forever. Number 5, God shall be with you in your going out and in your coming in. Point number 5 and the last point is that God shall be with you as you go out and as you come in. God shall be with you. David says, I was glad when they told me, let us go in the house of God. Why? I knew God would be together with me. My confidence in God. The reason I rejoice in serving God. The reason I rejoice in becoming a blessing. The reason I rejoice in kingdom service is because I know God shall be with me as I go out and as I come in. That has been Kingdom Mindset program with me, your friend and your pastor, Pastor Destiny Zakbundi. Thank you for watching. Until next time, keep it at God, keep rising up, keep going high, keep rising by the hand of God. May God bless you, may God keep you. If you want to contact us, our number is running the screen. You can get in touch, you can call, you need prayers, God is there for you. You can call us, you can connect with us. Our number is running the screen, 0728448473. May God bless you, may God keep you, may God be with you. In Jesus' mighty name. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah! God is with you. God shall keep you. It shall be well with you. In Jesus' mighty name.